Hello, leo nitakuonesha namna ya kuinstall billing system kwenye MikroTik. Mahitaji unayotakiwa kuwa nayo, cha kwanza ni chanzo cha internet, waya wa Ethernet, lakini pia unahitaji kufahamu username na password zako za MikroTik ambazo mara nyingi zitakuwa katika huu mfumo na zimeprintiwa kama lebo nyuma au chini ya kifaa chako cha MikroTik. Ukishapata hivi vifaa, shika waya wa internet, chomeka kwenye router yako au chanzo cha internet yako, chomeka poti namba 1, lakini pia waya sehemu ya pili chomeka kwenye MikroTik tundu la kwanza. Kwa hiyo kwenye router yako ni tundu la kwanza na kwenye MikroTik ni tundu la kwanza. Baada ya hapo tutahitaji kuwa na software ya Winbox ambayo tutaingia ndani ya Google, tutaidownload. Kwa hiyo utaandika ndani ya browser yako, utaandika Winbox download. Kisha search hivyo, utachagua hii option ya kwanza. Okay, itafungua website ya MikroTik, sehemu ya downloads, utashuka kwenda chini. Sasa kulingana na kompyuta yako unayotumia, kama unatumia kompyuta za Apple utachagua macOS, kama unachagua kompyuta za kawaida, kama unatumia kompyuta za kawaida labda kama HP, Dell na kadhalika, utachagua hii option ya Windows, then utadownload. Kwa sababu mimi nisha download, basi hakuna haja ya kurudia kudownload. Kisha maliza kudownload, kisha una unzip, inakuwa ni zip file. Nitakuonesha hapa, inakuwa ni zip file ambalo utatakiwa unzip. Ukisha unzip utarun ile application ya Winbox. Baada ya kurun software yako ya Winbox itafunguka kama hivi. Utabonyeza refresh, ambako kubonyeza refresh zitatokea hizi MAC address mbili, ya kwanza na ya pili. Utachagua moja wapo hapo, then utalogin kwa password yako. Utalogin kwa username yako, utajaza hapo kwenye login na utajaza password yako, afu kisha utabonyeza connect. Unaweza kwanza ikigoma unaweza kuchagua ya pili, then itaingia kama hivyo. Ikisha ingia humu kama hivi, utatakiwa kwenda sehemu ya kitu cha kwanza utatakiwa kureset. Kwa hiyo utaenda sehemu ya system, pande wa kushoto, utabonyeza system, utaenda sehemu ya reset configuration. System reset configuration. Utabonyeza reset, then utaweka hii sehemu utaweka tick sehemu ya keep users. Utapiga no default configuration, then utasema no do not backup, then utabonyeza reset. Sasa mimi nisha reset na sitaki kufanya hivyo kwa sasa, ili video isije MikroTik ukisha reset mara nyingi huwa inajizima na kujiwasha, kwa hiyo video yetu itaweza kuharibika hapa njiani. Kwa hiyo utabonyeza hili neno reset configuration, ikimaliza itazima na kuwaka, then utaendelea. Hatua ya pili, utatakiwa kuhakikisha MikroTik yako ina run version ambayo ni latest, version latest ya router OS, ambayo unaweza ukaiona huku mara nyingi. Unaona kwa mfano kama mimi hapa imeandika 7.19 baada hii ya model number RB951, hapa pembeni yake utakuta ile version ya operating system ambayo ni 7.19. Ili billing system iweze kufanya kazi kwa ufanisi, unatakiwa kuwa na walau hiyo operating system 7 something. Kama una 7 something, labda una 7.6, unaweza ukaja system, ukaja router board, utabonyeza router board, then utachagua upgrade. Hii itakuruhusu ku-upgrade, unaweza kuona hapa mimi niko 7.19. Ukibonyeza upgrade itakuruhusu ku-upgrade kuja latest version ya namba 7. Sawa? Mimi sihitaji ku-upgrade kwa sababu tayari ni namba 7, kwa hiyo nita cancel. Kwa kisha hiyo step umeifuata, ambayo ndo step namba 2. Sawa? Kwa hiyo actually baada ya kulogin ndo step namba 2, tumeinstall Winbox, tumelogin, tumesha reset configuration, lakini step ya msingi ambayo nilisahau hapa, hakikisha MikroTik yako ni version 7 kwenda juu, 7 point kitu. Sawa, ukisha hakikisha ni version 7, then hatua ya pili itakuwa ni kwenda kuruhusu internet kuingia kwenye MikroTik yako.
Kwa hiyo ili kuruhusu internet, kwa hiyo hizo hatua za system nafikiri zimeeleweka. Una reset then una upgrade. Lakini labda kitu kingine cha muhimu ambacho labda nimesahau kukisema pia ni sehemu ya files. Unaweza ukaja hapa sehemu ya files, ukachagua hivi vitu vyote na remove vitu vyote ambavyo vitakuwa vimewekwa hapa ili visije vikafuta mafaili yako. Kwa mfano kama hizi backup, unaweza ukawa ushaweka mafaili yako yakafutika. Kwa hiyo njoo hapa sema remove kwenye files. Hii tumekuja kwenye files, alafu tuka select mafaili yote na kuchagua remove. Ukishamaliza hiyo hatua utaenda sehemu ya IP, utakuja sehemu ya DHCP client. Hii hatua ni kwa ajili ya kuruhusu internet. Hii window ya DHCP client ikishafunguka utakuja hapa sehemu ya new, utabonyeza new, then utahakikisha hii interface imechaguliwa Ethernet namba 1, kwa sababu chanzo cha internet kama nilivyosema mwanzoni, internet yako itakuwa ni chanzo itatokea kwenye ile tundu la kwanza la MikroTik. Kwa hiyo nitachagua hiyo, nitasema apply, alafu nitapiga okay. Then itaanza kusearch ili iweze kupata IP address. Then itapata IP address kutokea kwenye router yako na itaonesha hapa iko bound na itaanza kuhesabu muda. Kwa hiyo tayari MikroTik yangu ina internet na ninaweza kuthibitisha kwa kuclose hiyo na kufungua hii menu ya new terminal. Nikifungua new terminal hapa, kuna baadhi ya MikroTik na kuomba uingize username na password, lakini mimi yangu haikuniomba. Ikitokea ikakuomba username na password, jaza, itakuwa imeandika login, utajaza username na then itakuruhusu password. Password kipindi una type haitaonekana. Kwa hiyo hakikisha una type kwa ufasaha. Kwa hiyo kisha login hapa ili ni test kama na internet, nitaandika ping, nitaacha nafasi, nitaandika google.com. Nitabonyeza enter. Kama internet ipo, utaona hapa kuna host inapita, lakini pia size, TTL, then kuna namba. Kama una internet utakuwa hapa unaambiwa request timeout. Sawa? Ili kuizima hii utabonyeza kwenye kompyuta yako, utabonyeza control, then utaunganisha na C, then itaishia njiani. Control na C. Baada ya hapo nimeshathibitisha nina internet, basi nitatakiwa kwenda kujisajili kwenye mfumo wa Kitonga Wi-Fi. Kwa hiyo nitafungua browser, then nitaandika Kitonga Wi-Fi, then nita search Kitonga Wi-Fi, then itakuja hii system ya kwanza inaitwa Kitonga Wi-Fi.net. Then nitaibonyeza kuifungua. Itafunguka hapa complete WISP management. WISP manake ni wireless internet service provider. Kwa hiyo mimi nitasema get started kwa sababu ndo naanza. Nitajisajili hapa, nitajaza jina langu la biashara, nitajaza email, nitajaza namba ya simu, nitajaza nchi. Kishamaliza kujaza nchi, hivi vitu vilivyochaguliwa hapa kama uko Tanzania basi utaviacha kama ilivyo. Baada ya hapo utajaza username yako na password. Hakikisha hizi password zako unaziandika vizuri. Hakikisha email yako unaiandika vizuri na unaikumbuka. Kama ikiwezekana piga hii picha, kwa sababu ukisahau hizi taarifa, kwa mfano ukiandika hapa unaweza ukabonyeza hili jicho, ukabonyeza kuangalia hiyo password kitu ulichoandika. Unabonyeza hilo jicho unaangalia hiyo password. Na ukimaliza hapo utabonyeza I agree to the terms and conditions and privacy policy. Baada ya hapo uta create account. Mimi sita create account kwa sababu tayari nilishatengeneza account yangu, kwa hiyo nitabonyeza sign in. Nikisha bonyeza sign in, basi nitakuja hapa nitajaza hiyo email yangu, labda nitaingia hapo kama liato@kitongawifi.net, then nitaingia password yangu hiyo ambayo sitabonyeza hapa kwa sababu mnaweza mkaitazama, then nitasema remember me, afu nitabonyeza sign in. Kwa hiyo ukisha sign in au ukisha login kwenye system, system itakuruhusu sasa kuanza kuregister device zako. System itakuruhusu kuweza kuregister device zako. Kwa hiyo sasa baada ya hapo nitabonyeza sign in.
Nikibonyeza sign in then system itaniruhusu kuingia kwenye mfumo. Unaweza ukaona inanionyesha total revenue ndo naanza, kwa hiyo sina kitu. Online user ni 0, hotspot, online devices ni 0. Kwa kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufanya ni kusajili device yako. Kwa hiyo utakuja sehemu ya devices, ambako hapa sasa utakuja kuadd device yako. Utakuja utabonyeza add device, then utachagua, labda nachagua hii device itaenda Ifakara, kwa hiyo mimi nitaweka location yangu ni Ifakara, then nitabonyeza continue. Kwa hakikisha umechagua MikroTik kama unatumia MikroTik. Hii system inaruhusu pia devices kama TP-Link, Omada na zile device kama Raspberry Pi. Kwa mimi nitachagua Ifakara then nitabonyeza continue. Nikibonyeza continue, kuna komandi nitapewa. Komandi ya kwanza ambayo nitatakiwa kuikopi. Hii komandi ya kwanza nikisha ikopi, nitatakiwa kuja hapa kwenye MikroTik na ku right click na kuipaste. Lakini sasa mimi hizi komandi nimeshazilani, kwa hiyo sitataka kuzilani kwa sababu sitafanya device yangu iboot, na ikiboot manake itatakiwa nianze upya. Kwa hiyo ukisha copy komandi una press enter kwenye keyboard. Nitakopi komandi ya pili, nitapaste. Hizi komandi zote zinafanya device yako izime na kuwaka, kwa hiyo mimi sitafanya hivyo. Kwa hiyo hakikisha ukisha paste hiyo komandi hapo una press enter. Press enter itarani komandi, itazima MikroTik yako. Then hatua ya mwisho na hatua ya msingi ni hii ya kulani hii komandi ya tatu. Hii komandi ya tatu ndio itawezesha billing system iweze kuwa installed kwenye device yako ya MikroTik. Kwa hiyo nimekopi hiyo, nitakuja hapa, nitapaste. Nikisha paste hapo, nitapress enter kwenye keyboard. Kwa hiyo itaanza kudownload. Download hilo faili, itamaliza na itafanya installation. Sasa kipindi na install, mwishoni itakwambia script file loaded and executed successfully. Tafsiri yake hii ni nini? Ni kwamba mafaili yameweza kulani kwa usalama. Ukishamaliza kulani hii, usikansel kitu chochote, rudi hapa kwenye system kuangalia kama imesema MikroTik connected successfully. Ikikwambia hivi manake umefanikiwa, then utapress configure service. Ukisha press configure service, then itakuja hapa kuna service EPPO. Hii ni kama unauza internet kwa mfumo wa ile ya kuconnect wire na kumpelekea mteja kwenye router, then yeye atakuwa utaingiza username na password kwenye router yake, then atakuwa analipia malipo ya mwezi. Then hotspot ndio hii ya wifi, lakini pia utahakikisha hiyo anti-sharing imetikiwa na utachagua hizo port 2, 3 na 4 kama utakuwa manake hizi ndio utakuwa unazitumia ku connect access point. Baada ya hapo utapress apply configuration. Baada ya kuapply configuration, then configuration zitakuwa applied kwenye MikroTik yako. Hizo settings zote hizo kama anti-sharing, kuzuia watu wasije wakashare password yako, uta apply hizo. Then itakwambia huku kwa chini, utascroll, itakwambia configuration completed. Ikisha kwambia configuration completed na hii alama ya kijani, then unaweza ukabonyeza kijani kwa kusema finish. Kwa hiyo mpaka hapa tayari nitakuwa nimesha sajili device yangu, na unaweza ukaona inasema online. Ikisema online manake tayari inayo access ya internet na naweza nikatengeneza voucher. Ukitaka kuona zaidi kuhusu device yako, unaweza ukabonyeza monitor, itakuonesha ina run router OS version ngapi. Kama tulivyoona kule mwanzo, itakwambia memory ni 50.4, inatumia RAM, jumla ya RAM ina 128, CPU unaweza ukaona ni 7%. Kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo vina run ndani ya MikroTik, vina consume hiyo CPU na vina consume RAM. Hivyo vyote ni vitu vya billing system. Baada ya hapo utatakiwa ukisha register device yako na ukahakikisha iko online, basi utakuja sehemu ya packages. Ukisha kuja hii sehemu ya packages, naweza nika refresh hapa kuhakikisha na packages zinazohitajika. Nikirefresh zitakuja packages ambazo zitakuepo hapa. Hizi packages unaweza kuziedit kulingana na unavyohitaji. Kwa mfano hii ni package ya masaa 6. Unaweza ukaona ni kwamba ni shilingi 5. Hiki kitu sio sahihi. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa labda nitasema ni shilingi 500.
Kama nataka speed limit, hii nataka huyu mwenye kifurushi cha 500 speed yake isizidi 6 Mbps kwenye kudownload na 2 Mbps kwenye kuupload. Itakuwa ni package ya hotspot na itakuwa ni kwa ajili ya hii device. Kwa sasa na device moja, kwa hiyo nitahakikisha hiyo imechaguliwa. Hii package sio ya majaribio, kwa hiyo hapa sitaweka tiki. Na huyu mtu atakayelipa package ya shilingi 500 nitahakikisha azidi kifurushi, azidi katika kifurushi chake hata zidi GB 5. Kama unataka mtu atumie bila kikomo, basi unaacha wazi, lakini mimi kwa kifurushi cha 500 nimeweka limit ya GB 5. Baada ya hapo nitasema update. Kwa kifurushi cha 500 kitakuwa kimekuwa updated, speed ni hiyo na itakuwa ni shilingi 500. Kisha update unatakiwa kukiactivate ili kiweze kuonekana kwenye poto. Kwa hiyo nitabonyeza activate ili kuwezesha hicho kifurushi. Kwa hivi vifurushi vingine pia vitaonekana kwa muda wa ziada, mtu unaweza ukaja ukanani. Kisha maliza kuset package zako, kitu kitakachofuata baada ya hapo ni kwenda kwenye kugenerate voucher. Kwa hiyo utakuja hapa sehemu ya vouchers, utasema generate. Ukisha generate vouchers, basi utachagua device ulionayo, utachagua package, labda package ya masaa 6, lakini pia itakuhitaji uchague labda mimi nitachagua hii imeandikwa masaa 6 kwa Kiswahili. Then kuna hii dira, by default unaweza ukawa na madira. Labda hizi voucher utamkabidhi nani? Utakuwa ni wewe mwenyewe uliotoa wifi, manake mimi mwenyewe mmiliki, au nani? Kama ni mtu utatakiwa uje kumsajili hapa kwenye dealers. Kama ni mtu utakuwa unamwachia ili uweze kujua yule ulimwachia za shilingi fulani na ameuza za kiasi fulani. Baada ya hapo kuna hii quantity, ni idadi. Labda unaweza ukasema nazalisha voucher za 500, labda 1000. Ukitaka unaweza ukazalisha 100 au unaweza ukazalisha 10. Mimi kwa ajili ya majaribio tu nitazalisha voucher moja. Kisha chagua voucher moja, nitasema generate. Kwa hiyo kisha generate itaapia hii sehemu ya vouchers, then itakuja hapa sehemu ya all vouchers. Kwa hiyo nitaikuta hapa na kama nahitaji nitaicopy na kumpatia mteja. Lakini kitu kingine ambacho natakiwa nikuoneshe ni kwamba kama unataka kuzalisha voucher nyingi, utakuja hapa utachagua labda masaa 6, labda utasema aliyotoa, labda utachagua voucher labda ni 5, nahitaji labda voucher 5, au chukulia unahitaji hata voucher 1000, lakini mimi naweka 5 kwa sababu hii sio device yangu na sitaki kuja kufanya mtu awe na voucher ambazo labda hazikuwa sahihi. Kwa hiyo nitasema quantity, nitachagua 5 afu nitasema generate. Nikisha generate itanipeleka pale pale kwenye kuzidisplay voucher zote. Sawa, lakini mimi hapa lengo langu ni kukuonesha kama unataka uziprint. Kama unataka kuprint utasema vouchers, then utakuja voucher batches. Ukija hapa then utakuta kuna batch yenye voucher 5 na iko tayari kwa ajili ya kuprint. Kwa hiyo utabonyeza neno print. Ukibonyeza print, basi utaisubiri yenyewe itaprint kwa muda wake. Utaona hapa itaandika downloaded ikiwa imemaliza. Kwa hiyo mpaka hapo sasa mfumo wako unakuwa uko tayari, umeshaweza kuzalisha voucher. Unaweza kuwauzia watu wengine, ukamwachia wakala wako akauza hizo voucher. Unaona tayari imeweza kudownload na naweza kuzitazama hizi voucher zangu 5 ambao ni za robo siku, zitakuwa na hilo jina, lakini pia zitakuwa na namba yako. Ukiona zinatoka bila namba hapa inasema contact provider, maana yake unatakiwa uende sehemu ya branding ili voucher zako ziwe zinatoka na namba yako. Utaenda sehemu ya branding, utaandika namba ya simu, na hii namba ya simu unayoandika hakikisha ni ile namba ya simu ambayo wateja wako watakuwa wanakutafuta kwa ajili ya msaada. Kwa hiyo 0763 nitamalizia kwa kuandika namba ya simu ya mmiliki wa hicho kifaa. Kimaliza hapo utaandika save na utaona branding updated successfully. Pia kama unataka kubadilisha jina la wifi litakaloonekana kwenye captive portal, unaweza kubonyeza hapo. Lakini pia hii ni sehemu ya dealers. Kama unataka kumsajili dealer wako ambaye atakuwa anakuzia voucher, utamsajili hapo ili uweze kujua anauza mauzo yake yanaendaje. Lakini pia kitu kingine ni kama wateja wakilipa kwenye voucher zako, utakuja sehemu ya payment, utakuta malipo yanaonekana hapo. Kitu kingine ni kuhusu kulipa subscription. Sawa, unaponunua hii MikroTik inakuwa na free version. Kwa hiyo wewe utatakiwa kuja sehemu ya subscription ili uweze kulipa installation. Utakuta hapa unapofungua utakuta kuna sehemu kuna huyu tayari alishalipa.
lakini utakuta hapa kuna sehemu wanakuonesha installation fee. Kwa hiyo utakuja hapa kisha umelipa installation fee ili uweze kutumia vitu vingine vizuri ndani ya huu mfumo. Lakini kitu kingine ni kuhusu settings. Malipo kwa malipo yale ya automatic, utatakiwa kuja sehemu ya payments, then utatakiwa kuja sehemu ya Pampesa. Utaweza enable hapa, enable hiyo, lakini pia utasema enable Pampesa integration. Ukisha seti hii, manake itakuruhusu wewe mwenyewe, utaingia ndani ya Pampesa, utajisajili, hizo taarifa utakuja hapa utazijaza na utasave. Hii itakuruhusu wewe mwenyewe kuwa unapokea pesa zako mwenyewe bila kutegemea mfumo wenyewe. Mimi kwa sasa nitaiacha hivi, lakini pia unaweza ukajisajili kwenye Snipe ukaweza kuwa unapokea pesa yako. Kwa hiyo mpaka hapo tayari unaweza kuona kwamba mfumo wako unakuwa umekamilika na uko tayari kwa ajili ya kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo wateja wakiconnect wifi, utaweza kupata huduma. Lakini pia humu kuna setting nyingine, kama unataka wateja wako wapokee labda wapokee message, utalipia message. Labda unataka wateja kama labda voucher zikiisha watumiwe message, wewe utakuja hapa utalipa credit. Hapa utaweka namba yako ya simu, utalipia labda credit 100 za message au credit 500 kwa shilingi 25,000 ili wateja wako wawe wanatumiwa message. Hii sio lazima kama mtu unahitaji. Lakini pia unaweza kusajili vifaa vyako vya Omada, unaweza kuruhusu pia wateja kabla una mtumiaji wa SMS, una kampuni ya SMS ambayo inakuruhusu. Kwa mfano kuna Textify Africa, kuna Bimo Africa, kuna Next SMS. Kama unahitaji wateja wako na tayari unayo kampuni yako, unakuja hapa unajaza hizo taarifa ili wateja wako wawe wanapokea message pale inapobidi, labda za matangazo, labda za vitu kama hivyo. Kwa hiyo mpaka hapo kuna sehemu ya reports, unaweza kuja kuona reports, unaweza ukaona mimi na dila mmoja, device nilizonazo ni moja, iko online. Kama umeshafanya malipo utakuwa unazikuta taarifa zako zote zimejazwa hapa. Kwa taarifa za report zote utaona hapo. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa kusajili, namna ya kusajili device yako. Wateja wakianza kuconnect kuingia online, utakuwa unakuta hapa kwenye active user wanaongezeka. Kwa hiyo asanteni sana, na hapo tumefika mwisho kwa namna ya kuunganisha billing system kwenye mfumo wa Kitonga Wi-Fi. Ni mfumo mzuri ambao unakuwa unaulipia 3%. Kama unapata pesa kidogo unakuwa ni mfumo mzuri. Labda kama unapata mamilioni ya pesa unaweza ukaona 3% ni kubwa, lakini kama unapata labda shilingi 500,000 kwa mwezi, malipo yako hayawezi kuzidi shilingi 10,000 kwa mwezi. Asanteni sana na mbarikiwe sana. Asanteni.